Naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ametoa kauli nzito kuhusu tofauti ya uongozi na namna baadhi ya viongozi wa kisiasa wanavyoishi na wanavyowataka wananchi wao kufanya. Akizungumza wakati wa ziara yake ya kikazi katika mji wa Tunduma mkoani Songwe, kiongozi huyo wa wizara alieleza kuwa kuna viongozi wanaoshauri wananchi kushiriki maandamano wakati wao wenyewe wana maandalizi ya kusafiri nje ya nchi iwapo kutatokea ghasia. Mheshimiwa Katambi alisisitiza kuwa baadhi ya viongozi hao wameweka pasipoti yao tayari ili waweze kuondoka kwa urahisi na kuelekea nchi za Kenya, Canada, Ubelgiji na maeneo mengine duniani. Katika maelezo yake hayo alipokuwa mkoani Songwe, kiongozi huyo wa serikali alibainisha kuwa anasema mambo hayo kwa kuwa amefanya kazi na baadhi ya viongozi hao kwa muda mrefu na anawafahamu vyema. Mteule huyo wa wizara alikumbuka kuwa wakati akiwa mwanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, aliwahi kuhudumu kama mwenyekiti wa baraza la vijana la Chadema Pavicha Taifa, akiongeza kuwa aliwahi kuwa mwenyekiti wa vijana wa kutisha. Wakati huo huo, kiongozi huyo wa wizara wa mambo ya ndani alimtaja makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche kama mtu aliyewahi kuwa mwenyekiti wa Pavicha Taifa. Mheshimiwa Katambi alisisitiza kuwa mwenyekiti wa Chadema ndiye aliyemwachia nafasi hiyo ya uongozi wa vijana kwa kuwa alikuwa anamuona ana akili ya kuongoza taasisi hiyo. Kiongozi huyo wa serikali alieleza kuwa yeye binafsi anajivunia sana historia yake ya kisiasa na anajua mahali alipotoka hadi kufika nafasi aliyonayo sasa. Naibu waziri huyo wa mambo ya ndani alisisitiza kuwa viongozi wanapaswa kuwa mfano wa kuigwa kwa wafuasi wao na kuepuka kabisa tabia ya kuwadanganya wananchi. Ziara hiyo ya kiongozi wa serikali katika mji wa Tunduma imekuwa ni sehemu ya majukumu yake ya kikazi ya kukagua shughuli za wizara ya mambo ya ndani katika mkoa wa Songwe. Kauli hiyo ya kiongozi wa wizara imekuwa mjadala mkubwa katika mitandao ya kijamii, ambapo baadhi ya Watanzania wameeleza kuwa uwazi ni jambo la msingi na muhimu sana katika siasa za nchi. Uchambuzi wa kina wa maelezo ya naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi unadhihirisha sababu kuu zilizomfanya atoe kauli hizo katika katika mji wa Tunduma. Kwanza kabisa, kama kiongozi anayesimamia masuala ya ulinzi na usalama wa raia kupitia wizara ya mambo ya ndani ya nchi, lengo lake lilikuwa ni kutoa tahadhari kwa wananchi kuhusu athari za kushiriki katika ghasia au maandamano yasiyo na tija. Kiongozi huyo wa serikali alilenga kuonyesha uwepo wa migongano wa kimaslahi kati ya viongozi wa kisiasa wanaohamasisha mikutano au maandamano na ulinzi wa wananchi wa kawaida. Athari za kauli hii iliyotolewa na mkoani Songwe ni kubwa sana katika uwanja wa siasa na mitandao ya kijamii nchini Tanzania. Kwa kurejelea historia yake ndani ya baraza la vijana Chadema, kiongozi huyo wa wizara ameleta mtazamo mpya kuhusu mahusiano ya ndani ya vyama vya siasa na namna viongozi wanavyorithishana nafasi. Kauli hii imeweka wazi mfumo wa malezi ya kisiasa na namna uzoefu wa zamani unavyotumika katika kujenga au kukiuka uaminifu kati ya viongozi na raia. Hatua ya kumtaja makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche imeweka msisitizo kwenye ukweli kwamba viongozi wengi waliopo serikalini na upinzani wana historia inayofanana na walishawahi kushiriki kwa karibu. Uhusiano wa ziara hiyo ya kikazi katika mji wa Tunduma unajitokeza katika muktadha wa majukumu ya wizara ya mambo ya ndani ya nchi katika mikoa ya mpakani kama Songwe,
Mji wa Dunduma ukiwa mpakani ni eneo la kimkakati linalohitaji usimamizi thabiti wa amani na usalama. Maelezo ya kiongozi huyo wa wizara kuhusu maandalizi ya pasipoti na kukimbilia nchi za Kenya, Canada na Ubelgiji yanalenga kuonyesha umuhimu wa kuzuia ghasia kabla hazijatokea, hasa katika maeneo ya mipakani ambapo utulivu wa raia ni nguzo kuu. Nafasi ya taasisi zinazohusika katika shughuli hii inajidhihirisha wazi kupitia majukumu ya kila upande. Wizara ya mambo ya ndani ya nchi ikiwa chini ya uongozi wa waziri na manaibu waziri, ina jukumu la kuhakikisha utulivu na usalama wa raia unalindwa kote nchini. Kwa upande mwingine, baraza la vijana la Chadema linasalia kuwa taasisi inayolea na kuandaa viongozi vijana katika uwanja wa siasa kama inavyothibitishwa na historia ya naibu waziri wa mambo ya ndani na makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche waliohudumu kwenye nafasi hiyo. Historia ya naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi inahusiana moja kwa moja na ujumbe aliotoa akiwa mkoani Songwe. Aliwahi kuhudumu kama mwenyekiti wa Pafiche Taifa kabla ya kujiunga na serikali na Chama cha Mapinduzi CCM. Historia yake inampa nafasi ya kipekee ya kuzungumza kuhusu mifumo ya ndani ya vyama vya upinzani. Mtazamo wake kwamba aliwahi kuwa mwenyekiti wa vijana wa kutisha na kwamba alikabidhiwa kijiti hicho na makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche unadhihirisha ukuaji wake wa kisiasa kutoka ngazi za vijana hadi kufika nafasi ya uwaziri serikalini. Maelezo zaidi kuhusu ziara hiyo ya kikazi mkoani Songwe yanaonyesha kuwa uamuzi wa kiongozi huyo wa wizara kukagua shughuli za wizara ya mambo ya ndani ni sehemu ya wajibu wa kuimarisha utendaji kazi wa vyombo vya usalama. Katika ukaguzi huo jijini Dunduma, Mheshimiwa Katambe alibainisha wazi kuwa viongozi wanaowasihi wananchi kuingia mtaani huku wenyewe wakiwa tayari na hati za kusafiri ni kielelezo cha ukosefu wa uaminifu katika uongozi. Kiongozi huyo wa serikali alifafanua kuwa uwajibikaji wa kweli unahitaji viongozi kuwa tayari kubeba matokeo ya maamuzi yao pamoja na ya wananchi wanaowaongoza. Kauli hiyo iliyoibua mjadala mzito kwenye mitandao ya kijamii inaonyesha pia jinsi gani Watanzania wanavyofuatilia kwa karibu sana maelezo ya viongozi wa serikali. Watanzania wengi waliochangia maoni yao mitandaoni walieleza kuwa uwazi aliotumia kiongozi huyo wa wizara ni kiashiria cha ukuaji wa siasa za kweli ambapo viongozi wanapaswa